yale yanayoendelea kwenye soka hapa nyumbani Tanzania, na hii ni mara baada ya uwepo wa taarifa zinazosema basi la Simba Sports Club mpaka Februari litakuwa limefika Tanzania. Taarifa hii Mzalamo unaipokeaje? Unawaambia vipi wale waliokuwa wanalikumbushia wakihisi Joel Logasila aliwatapeli? Unajua kitu mpaka upate na hamna mtu aliyosema kwamba anatutapeli, labda wale wenzetu. Unajua mwenzako anapenda wewe usifanikiwe, kwa hiyo lazima atasema hiyo. Kwa hiyo sisi tumeona picha, lakini picha sio kwamba ndo tumepata. Siku ambayo tutafurahi zaidi tukiliona lishatua linakwenda pale Msimbazi, yani kwenye kambi yetu sasa linakwenda lile basi, hiyo itakuwa furaha kwetu. Lakini kiukweli kabisa naamini sasa hata wale ambao walokuwa wanabeza sasa wanaona kumbe kweli. Kwa hiyo ni furaha kwa wanasimba. Kuna watu walikuwa wanaibeza kumbe huenda gari ikawa haijafika. Walikuwa wanajua kwamba hatupati kama ile. Kwa hiyo watu tumeiona pamba ya maana basi la kisasa. Naamini sasa hivi kila mwana Simba sasa atakuwa yupo kwenye mkao wa kula kulipokea lile basi. Ndugu yangu Mzalamo, jana finali umeiona ndugu yangu? Nimeiona, lakini niwapongeze Azam. Wameenda vile vile walivyopanga. Walikwenda vile vile walivyopanga. Ila wale waliokuwa wanacheza nao woga ulikuwa mwingi, wakaleta Fulungwamba. Tuliona Fulungwamba. Kila yule ambaye amekuja pale. Kwa hiyo walileta Fulungwamba, lakini walipata tabu sana walipata tabu. Mzalamo, ukubwa wa Simba na ilizaa ikija unafanana, maana kuna vilabu vina mabasi ambavyo sio kulingana na ukubwa wake. Bado unajua Simba ilivyo, unajua Simba thamani yake kwanza na mashabiki wake. Simba ina mashabiki hamna mfano wa nchini hapa Tanzania, lakini tunafananishwa na huko nje. Sijui kama kuna wanaotufikia. Ukitaka kuamini hivyo, angalia wana Simba walivyovaa. Pamoja timu ina matokeo magumu. Timu ina matokeo magumu, lakini wana Simba wamevaa sana jezi za Jairuti. Jairuti ana haja ya kuwapongeza wana Simba. Wamefanya balaa zito juu ya kwa, lakini na sisi wana Simba tunampongeza, ameleta jezi nzuri zenye quality nzuri. Unaona mwana Simba mwingine sasa hivi ana jezi 4 peke yake. Yaani zile 4 zile unakaa unaona labda nyekundu 2, blue 2. Nyeupe anayo 1. Zinakuwa 5. Tofauti na ilivyokuwa nyuma. Mtu akiwa nayo ile lakini leo unaweza kushangaa, mimi mfano kama hizi blue nazo 4. Blue 4 blue. Nyeupe nazo 3. Nyekundu nazo 4. Na haswa mimi kwa nini nakuwa nazo hizo? Zinakuwaga watu, baadhi ya mashabiki wangu waga wana kufosi uwape, wanachukua ndugu. Yani wanaweza kuja nyumbani wakakuta imeanikwa, unaikuta haipo. Wale vipi kachukua na yeye anachukua kibabe. We kule unapewa tu. Kwa hiyo utafanya, anajua unapewa. Wewe unadhania unatakiwa uishi nao hivyo hivyo kama inavyokuwa. Kwa sababu unaona Simba inafanya vibaya, unamkuta mshabiki anakuambia ukija tutakupiga mawe. Haya, mimi nani? Mimi kiongozi hajanichagua mimi. Mimi si usiki huko. Mimi mshabiki kama yeye. Kwa hiyo inabidi mashabiki wengine uende nao, kwa sababu vile wanavyokuona unavyojitoa kwa hali na mali, wanajua wewe hivyo. Bwana Mzalamo, tukiachana na hilo la basi, hivi sasa taarifa zinasema mpo kwenye marekebisho ya kikosi chenu, na zipo taarifa zinaripoti kwamba mmekamilisha usajili na winga kutokea Senegal Gueye kwa daula milioni 837. Ikitokea amekuja, ulimuona kwenye CHAN, umemwona kwenye AFCON baadhi ya mechi, na amekuwa man of the match kwenye miongoni mwa mechi alizocheza. Ikitokea kweli hizo taarifa ni za kweli, ataisaidia Simba hii ambayo kuna baadhi wanaleta maneno ya hovyo? Unajua mimi mpira nimecheza, mpira na uelewa. Unaweza ukamsajili mchezaji huko alotoka mzuri akaja huko akafeli. Ili mchezaji umuone mzuri unatakiwa aje umuone, je kweli ni mzuri? Anapambana kweli? Kwa hiyo akiwa hivyo sawa, lakini ukisema ushangilie kabla hujamuona, mwisho wa siku itakuwa tabu. Tumewashangilia wengi, ukumbuke.
Alafu mwisho wa siku walikuwa kina Ateba. Tumewashangilia lakini baadaye tunawaona tena wakawa hawaeleweki. Mchezaji umshangilia haja aeleweke. Umeona tumemnani usoa. Lakini kaja Simba hatuoni kile ambacho alichokuwa anakifanya akiwa kwingine. Unaangalia unashangaa hichi ni kitu gani. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo mchezaji ili ufurahi kabisa aje akishasajiliwa basi kwenye pichi aonyeshe kile ambacho tunachokitarajia wana Simba. Majirani wamemshusha Okelo mara nyingine NBC. Unaweza ukaangalia ukamwangalia Moses na Abraham na Okelo wana uchezaji wa aina moja. Lakini Moses Abrahamu yuko juu sana. Moses yuko juu kushinda huyu anomsifia Aaron. Sana. Moses Abrahamu yuko juu sana kuliko Aaron Okelo. Hilo linajulikana kwenye fitness, kwenye physical, kwenye kupiga. Ana kila kitu Moses Abrahamu. Akija Simba pale namba apate. Kama Moses Abrahamu alafu anakuwa ndo hivyo left footer na model yake ile winga midfield na huku winga mid anaweza kucheza. Atapata wapi wakati yule yupo? Ina maana yule amemzidi. Kwa hiyo ina maana ukienda labda Moses Abrahamu apumzike. Kwa hiyo ni kama wangeenda kumchagua yule. Unajua ukimwangalia Okelo, mwangalie Neo Maema. Ni modeli moja. Ukiwa unajaza watu namna hiyo hautaweza kuwa. Kwa sisi kwa yule hata kama viongozi walikuwa wanataka kumsajili labda wangepunguza hawa wengine. Lakini kwa yule ni modeli moja na huyo. Kwa hiyo mimi sidhani kama alikuwa ana haja haswa ya kumsajili. Bwana, tukizichanga karata za mnyama Simba kwenye michuano ya kimataifa, naiona nafasi yake kufuzu chini ya kocha mpya wa klabu ya soka ya Simba? Inawezekana kwa uzoefu wetu. Lakini ili tuhesabu tuwe tayari tunajiwekea kwamba 80% tunafuzu, kwanza tukamfunge AS Tunis kwao Experience de Tunis. Tukamfunge kwanza kwao. Najua nyumbani mwepesi. Kwanza tukamfunge ambayo tuna mechi ngumu kwao. Ukiangalia miaka 3 nyuma ilikuwa hivyo. Alikuja Raja akatupiga, tulienda kwa Oroya akatupiga, lakini tulivyoenda kwa Vipers tukamkia kule, tukamkia na nyumbani tukachukua 6, tukaenda kwingine tukapoteza, tukamsubiri Oroya alipokuja akachezea 7. Simba anaingia robo finali. Umeona? Kwa hiyo ina maana tunapokwenda inaweza pia ikatokea hiyo kwa sababu manake Mzaramo hujakata tamaa bado. Bado kwa sababu tumepata mfano na alafu mechi bado nyingi na unavyoangalia wale wote waliokuwa juu ni bado wana pointi 4. Pointi 4 ni michezo miwili unaweza wewe ukakaa juu. Michezo miwili unaweza ukakaa juu. Vipi? Wale wanapokutana wanaweza wakadraw. Umeona? Wewe ukaenda ukashinda, wakakutana tena wakadraw tena. Wewe ukaenda ukashinda. Inaweza idadi ya magoli ikakufanya wewe unaongoza. Au inawezekana mmoja akawa juu au ukawa nafasi ya pili. Si umechukua pointi 6? Ukichukua 6 mmoja akiwa kibonde kwenye wale wenye pointi 4 akapigwa huku na huku, shughuli inakuwa shamba. Ana pointi 2 na yeye. Sio kibonde, ana pointi 2. Kwa hiyo yoyote anawezekana. Anayotuongoza ana 4 na anayofuata ana 4. Simba ndo tuna 0. Kwa hiyo hii bado mpaka umalize ndo unampata kibonde. Yaani ukishamaliza ile michezo yote, tunadai michezo miwili ya nyumbani, tuna miwili ya ugenini. Kwa hiyo bado kuna pointi hapo 12 zipo. Unaweza ukashangaa tukapata siendo tukaongoza kundi. Kwa hiyo ni bado tuko kwenye mbio za kwenda kupambana. Shukrani sana ndugu yangu. Haya, asante sana.